Toro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wako watu wanazini, Allah tulinde, mpaka watu wanakufa. Mtu amekufa, mambo marehemu anafanywa dua leo na yule ni dhamirul ghaib, utajua mwenyewe na kwenda. Kwa tatizo hili la kuwaozesha vijana mabinti wasio wataka na kuwaozesha mabinti kwa vijana wasio wataka linaharibu sana ndoa, kwa sababu inakuwa ile ndoa haiwezi kudumu. Binti anaumia kuishi na kijana asiyemtaka, kijana anaumia kuishi na binti asiyemtaka. Lakini kijana akiwa hamtaki binti, wazazi wana uwezo wa kukaa na kuzungumza naye ili kuona kinachomkwaza. Pengine ni kitu kidogo tu kinarekebishika, lakini kama ameshaamua hivyo, si vyema kumuunganisha. Haya ni machache tu ya kabla ya ndoa. Ama baada ya ndoa, makosa ya mwanamume ambayo anayakosea mpaka ndoa inayumba, mwisho ndoa haifai tena, kuna kosa kubwa ambalo tunalifanya sana vijana wa kiume, at-taksiru fi birri alwalidain ba'da az-zawaj. Kupunguza kuwatendea wema wazazi wawili baada ya kuoa. Kijana amesomeshwa na wazee wake vizuri, kijana ameajiriwa, mshahara wake mwisho wa mwezi anaukabidhisha kwa wazazi, unasaidia nyumba. Wazazi wanaanza kuzoea kufaidika kutoka kwa mtoto wao. Huyu kijana akishaoa tayari, Kiswahili cha pwani, ana chungu chake huyu, ana familia yake. Kwa hiyo anakata ile huduma yote anawahudumia wazazi, anajihudumia mwenyewe. Kitu hicho kinazalisha chuki katika familia na kinaharibu ndoa nyingi sana, kwa sababu mzazi haiwezekani amsomeshe mtoto wake kisha asifaidike naye, ajafaidike mkwewe. Lazima hawa wazazi wataihusudu ile ndoa. Mzazi akisema mwanangu namsomesha mpaka chuo kikuu, nampeleka nje ya nchi ende akasome, ili yule mzazi afaidike na mwanawe. Kama leo mwanawe ameshaoa, si vibaya amlee yule mkewe, lakini ajue ana mwanawe ambaye ameshamzaa kabla, ambaye ni yule baba yake na mamake. Anapokata matumizi, yule mama anasema, mwanangu huyu mimi kabla hajaoa nilikuwa kila mwezi napata zawadi, napewa hiki, nanunuliwa hiki. Kwa sasa mwanangu hanunui. Sijui yule mama anamkataza, labda maana wanawake labda wanamkataza, kumbe hamkatazi. Ni huyu kijana ameamua kusema mimi naendesha maisha yangu na nyewe wazee mtakuwa nasaidia mara moja. Kwa hiyo hili ni kosa baya ambalo lipo kwa zaidi ya 90% katika familia za leo. Na ndio maana ukimwendea kijana wa kiume ukimuuliza, we baba yako na mama yako leo nyumbani wanakula nini, wallahi hajui. Lakini je, nyumbani kwako kuliwa nini? Anajua kinacholiwa, sababu baba yake na mama yake ameshawatupa wajiendeshe wenyewe. Lazima wale wazazi wamchukie huyu mke, watadhani ndiye anayezuia, kumbe siye. At-taksiru fi birri alwalidain ba'da zawaj. Kosa la pili, alistihanatu bizawja, kumdharau mke. Kumdharau mke kuna tafsiri nyingi. Kuna kumdharau mwenyewe, kuna kudharau anachokifanya, kuna kudharau familia yake. Mwanamke anaweza akadharauliwa hata kwa kuzaa kwake. Hata baadhi ya ndoa mwanamke hunyanyasika kwa kutozaa kabisa, anadharauliwa tu. Anaweza kuwa mwanamke akaulizwa, wewe uje kufanya nini hapa? Una nini? Mimi si mume wangu huyu. Tuona ati mwaka wa 4 huu hatuoni chochote. Maana yake huyo ndio hazai. Kwa hiyo anadharauliwa kwa tatizo ambalo wala yeye si alolisababisha. Maana kama kuna mtu wa kulaumiwa kwa mke kutokuzaa, ilikuwa ni mwanamume, lakini alaumiwa mwanamke. Kwa hiyo alistihanatu bizauja, anaweza kadharauliwa mapishi. Ndio nini, wenzako hawapiki hivi. Anaweza akadharauliwa familia yake, yule mjomba wako kumbe mlevi. Anaweza akadharauliwa baba yake, bwana mzee tumekula naye juzi, lakini bwana mzee bado mzima, mtu mzima lakini bado mzima. Bwana sahani mara moja imeisha, silikuita kuongeza. Anamdhalilisha kwa tonge kitu kidogo, dhaifu, hakir. Kwa hiyo
tatizo hili, na al-Ustadh Fuad Saleh ambaye sio niliyomnukuu leo lakini nimemsoma, anasema mwanamke ana moyo mwepesi, ana hifadhi kubwa. Ana moyo mwepesi, ana hifadhi kubwa, yani anaweza kuhifadhi kitu kichwani kikakaa miaka mingi, lakini moyo wake ni mwepesi, anaweza akaudhiwa na kitu kidogo. Sasa ile siku wewe unamdhalilisha, ile amehifadhi na tayari kishasema huyu si mume wa kuzika na kuzikana, acha mimi nitafute sababu. Wewe mnakaa mnazaa, siku sababu ikifika hawezi kukaa na wewe kwa kosa la kumdharau, kwa sababu mwanamke ni kiumbe mwenye heshima. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema khairukum li ahlihi. Sasa ina maana mpimaji wa kumpima mwanamume nani? Kama khairukum li ahlihi, sasa ina maana basi huyu ndio atakiwa aseme mume wangu ni mtu bora. Mpimaji ni mwanamke ndiye anayepima, unamdharau huyo. Wa ana khairukum li ahli, Mtume asema, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Neno ahli laanzia kwa mke. Sasa anadharauliwa mwanamke, na hasa katika makosa ambayo wala hahusiki nayo. Kuzaa, kupika, kwani kupika ni wajibu wake, sio hakikuiva awe kalita kibichi, si ihsani. Vipi leo mtu ihsani iwe ni tatizo? Kwa nini hakuchemsha maji ya moto? Wewe hukufundishwa kwenu wewe kwamba mimi natakiwa nguo zangu ziwe na pasi? Ni mambo ambayo ya kuangalia sana. Alistihanatu bizawja. La tatu, at-taqtir ala zawja, ubakhili kwa mke. Ubakhili kwa mke ni vyema tukakumbushana, kwa sababu Uislamu ni dini tukufu. Kuna posho, kuna mchango. Posho, ukienda kwenye vitabu, mwanamke wa uwezo wa juu kuna posho yake amewekewa. Mwanamke wa uwezo wa chini amewekewa posho yake kisheria. Ukisoma kwenye vitabu unaona wazi kwamba mwanamke ana posho yake maalumu anayopewa. Yani ni chakula chake, package nzima. Hiki hapa chakula chako, na kitoweo na nini, na pia anapewa na mfanyakazi atakayemhudumia kwenye kile chakula. Sasa familia zetu leo kwa asilimia 98 hatutoi posho, tunatoa mchango. Yani tunachangia ili tule kwa pamoja. Hatutengi kwamba hiki ni chakula chake mke kama cha kwake, na ndivyo sheria inavyosema. Alafu huyu mwanamume sasa aangalie maisha yake anakula nini. Na kama ana wanaye wa kambo, ana shangazi zake, kuna mama wako waliokuja nyumbani, hao wana budget nyingine. Lakini mke kama mke anayo posho yake aliyowekewa na sheria, aliyowekewa na Mungu. Watu wa fiqh wanajua hilo. Sasa ajabu, posho haitoki na huo mchango pia kuna ubakhili. Inafikia pahala mwanamke kama kajiwa na mgeni ambaye ni kakake, basi yule mume akijua tu kwamba leo kaja mgeni nyumbani, ananuna mpaka yule mke anazoea kwamba mwisho anawanong'oneza ndugu zake, na kuombeni nje kati ya asubuhi mpaka saa 6 kabla shemeji yenu hajarudi. Yule anayempenda anamnong'oneza, shemeji yenu ni bakhili hata kwenye kula. Na huko nyumbani huko, kama kuna mchango mtu anaumwa, msimwambie yeye, niambieni mwenyewe. Yani mtu ni bakhili hata kwa mke wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaueleza ukarimu kama mti ambao una matawi, shina lake ni peponi. Tayari mtu wa kumfanyia ukarimu mtu anaye ndani. Na iko hadithi inasema, pesa anayotoa mtu kwa ajili ya jihadi, anayotoa mtu kwa ajili ya kumwacha huru mtumwa, anayotoa mtu kwa ajili ya familia yake, a'dhamuha ajran ma anfaqtahu li ahlik, kubwa yao kwa malipo ni ile ambayo umeitoa kwenye familia yako nyumbani. Lakini bado kuna ubakhili, na bado hujakwenda kwenye wale wenyewe mabingwa wa ubakhili ambao wanahesabu mpaka viwango vya nyama. Yani mtu
kanunua nyama nyumbani, alafu leo akatoa chakula haioni pale kwenye sahani, ugomvi utaanzia hapo. Wakati sheria ilimwambia posho yenyewe hujatoa, wewe umetoa mchango, alafu bado atakaohesabu chinyango za nyama, kwa nini leo ziko 8? Maana kwa uzoefu wangu zinakuwa 12, 15, 3 kala 8. Mpaka mama aseme ni yule fulani kawahi shule, ambao kama ni hivyo sawa sawa. Ubakhili wa aina hiyo ndoa haiwezi kudumu. Mwanamke hana uwezo wa kuishi na mwanamume bakhili. Ukiwa bakhili kisha mwanamke ukaishi naye, yule mwanamke atakuwa anafahamu aina fulani ya uzalishaji kupitia kwako, ule ubakhili wako hauthamini. Kwa mfano kukuibia iko na sheria inaruhusu, sheria inaruhusu, lakini aibe kiasi sio aibe kiasi cha posho tu. Maana wizi kisheria ni akhdhul mali khufya, ni akhdhul mali khufya, tena wizi ambao hauna dhambi. Ieleweke hivyo. Mwanamume akiwa bakhili, nyumbani hakuna posho, mwanamke anayo njia ya kuchomoa ile posho. Ule uchomoaji ule ni halali, kwa sababu ni uchomoaji wa kuendeshea maisha, sio ule uchomoaji wa kununua sare, michango, sio ule. Ya 5 ni qillatu shukri wa tashjii lizauja, ni uchache wa kushukuru na kumshajiisha mke. Uchache wa kushukuru na kumshajiisha mke. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu wanaume wengi hawana shukurani. Anafanywa hisani na mkewe lakini hana shukurani. Acha nimtafutie sababu, siku akijifanya kanikanyaga tu naitisha kikao. Simtaki, mbona kanikanyaga? Kumbe kesi sio kukanyaga. Kesi ni kule kumlazimisha mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wake. Kuna kisa cha wazee wetu wanasema, mara nyingi siku mwanamume anayoandika talaka sio siku alioacha. Mwanamume mwenye akili haachi siku ile. Mwanamume mwenye akili huwa anatafiti mpaka anasema siwezi kuendelea na mke huyu. Kwa kuwa hawezi kuendelea na mke huyu, lazima angalie, je, ni nukta gani, ni eneo gani la kuachana naye. Kwa mwanamke atakiwa muda wote amwangalie mwanamume kama jicho, kwa sababu anaweza kaona la jana ndio dogo, kumbe ameshamuacha kiakili. Bado talaka siku hiyo ya mbele ya makosa ya uongo. Kwa nini kaongeza malimau mengi na mimi nilikuwa na wageni? Nini sasa malimau? Kumbe sababu sio hiyo, sababu nyingine kabisa. Kuna kosa la 4, la 5, al-khuruj min al-manzil duna idhni zawj. Na hili ni tatizo. Wanawake wengi kutoka nyumbani bila ruhusa ya mume, na idkhalu man la yu'dhinu az-zawj bidukhulihi fil bayt, kumuingiza ambaye mume hajamruhusu huyo kuingia nyumbani. Yani mwanamke wa Kiislamu asijidanganye, hawezi kuwa huru. Mwanamke wa Kiislamu anamilikiwa. Kwa yule mwanamume ndiye anayemiliki nyumba yake. Nani anamtaka, nani hamtaki. Mwanamke naye anaona mimi pia nina mamlaka, kwa hiyo wanashindana. Ndoa haiwezi kudumu. Kwa hiyo mwanamke kama nyumba yake sheria haimruhusu kuingia mtu bila ruhusa ya mumewe, na kama mume hamtaki huyo mtu hawezi kuingia. Kama la kuingia nyumbani ni tatizo, simu. Kama kuingia nyumbani ni tatizo, simu. Yani mwanamume asema sitaki mawasiliano ya huyu na huyu na huyu na huyu. Wasema lakini mimi hawa ni jamaa zangu, ndugu zangu. Lakini sheria imempa nafasi huyu mwanamume kumzuia mtu asiingie nyumbani kwako wewe kama yeye hamtaki. Yatakiwa hili la simu litafakari. Kumbe huyu kapewa nguvu kubwa na Mungu namna hii. Kwa tatizo hili linaharibu ndoa nyingi, nalo hili la hata baadhi ya wanaume wenyewe husema, wako baadhi, na Mungu wasamehe, asema mtu yeye na mke wake wenyewe hawakuwekeana mipaka, kila mmoja yuko huru kwa mwenzake. Nyumba ya Kiislamu lazima iwe na mkubwa. Nyumba ya Kiislamu hakuna watu wawili. Nyumba ya Kiislamu, mwanamume ndio yuko juu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kwa pale ambapo mwanamume wa Kiislamu anakuwa nyumbani pale yupo tu, akamilikiwa, katawaliwa, dini ya Kiislamu haiko hivyo. Na bahati mbaya sasa hivi kijana ukimsomesha Ulaya akirudi ataka maisha ya Ulaya yale mazuri tuyachukue, kupokea wageni, kupenda wageni, kuwaokoa watu wenye matatizo, kuwapa ukimbizi ndugu zetu wakaishi, tuyapokee yale, tuwaombee Mungu sana.
lakini maisha ya mwanamume na mwanamke kwa yako sawa hatukubaliani nayo, dini yetu haitaki. Maisha ya mtoto wako eti ya kutawale wewe baba kwa sababu kwa miaka mingapi ukimfinya kesi, hakuna. Atafinywa, asiuawe tu, atafinywa, atapigwa. Hakuna habari ya kumwacha akawa huru, hakuna huru. Tumeambiwa sisi waamrisheni watoto wenu uswali kwa miaka 7, wapigeni kwa miaka 10. Alafu mzungu asema usimpige. Ala, unamfungia ndani, unaangalia huku na huku. Jambo la 7 ni kathratu sukhti wa qillatul hamd, kuchukia na kushukuru. Ndugu zangu, nimeyataja mambo haya kama sehemu, Kiswahili cha kwenye shughuli chaitwa uchokozi, kama sehemu ya uchokozi wa darsa, kwamba Andalusia wakifungua darsa laweza likachukuliwa kosa moja katika makosa 100 na ngapi, kosa moja likawekwa darsa kama hivi tulivyokaa, kina mama huku, kina baba huku, alafu wanachangia mawazo. Darsa zetu zisitawaliwe na muhadhara kama hivi, zitawaliwe na majadiliano. Mwanamke apewe uhuru wa kujieleza eneo gani anaonewa, na huo ni Uislamu. Dini ya Kiislamu imekuja kumkomboa mwanamke aliyedhalilishwa, aliyeonewa. Haiwezekani leo eti Uislamu ubebe tuhuma ya kumuonea mwanamke, haiwezekani. Kwa kama kuna Muislamu mmoja anamuonea mwanamke ni huyo, sio Uislamu. Kwa atakiwa ile mwanamke ajieleze, unaonewa nini? Si ajabu mwanamume ametumia nafasi yake ya wewe kutosoma kukulazimisha ambayo hayana wajibu kwako. Nenda Andalusia akasomeshwe, ili ukishasoma ujue bana, hilo mimi si wajibu wangu, hilo nalifanya kwa ihsani tu. Kwa nini ihsani yangu leo nitumbukie nyongo? Kwa hiyo Uislamu umekuja kumkomboa mwanamke. Mwenzetu mmoja Dr. Abdurrahman bin Ali, yeye ameandika kitabu, nimependa kukishika na watu wakione, kina faida kukishika tu. Yeye anasema vipi utaishi, anamwambia mwanamke, vipi utaishi na mumeo, vipi utaishi na mumeo. Na humu ndani kuna mfano mmoja akautoa, vipi utaishi ukimkuta mumeo ni mtoto wa mama. Kuna baadhi ya familia yule mwanamume ni mtoto wa mama, mambo yote anapangiwa na mamake. Sasa ikitokezea umeolewa alafu mume wako wamkuta ni mtoto wa mama, mama ndiye anayepanga chakula, mama ndiye anayepanga nguo gani mwanawe avae, mama ndiye anayegonga alfajiri chumbani kwa wanawe. Ikitokezea bahati mbaya mkweo ni mtu wa aina hiyo, ufanye nini? Anaelekeza. Vipi utaishi na mwanamume bakhili? Vipi utaishi na mwanamume mwenye mdomo mchafu ambaye akifika nyumbani mpaka kutukane ndio mnaanza maisha? Uishi na vipi? Kwa hiyo Uislamu haukubakisha kitu. Kwa wenzetu wa Andalusia tuwaombee Mungu na tuiambie dunia kwamba Uislamu, ndoa ya Kiislamu haisuluhishwi kwa mwenyekiti wa mtaa wala wakati mtarafu. Ndoa ya Kiislamu inajitosha, inajiendesha yenyewe. Kwa kama hatuna mfumo, makosa ni yetu. Hatuwezi kuwaozesha watu lakini eti hatuwezi kutatua matatizo yao. Sio kweli. Yatakiwa tuwaozeshe na tutatue matatizo yao na tuwe na mfumo wa wao kutufikia, ili tuwaambie tatizo hilo, aliyekosea ni fulani, aliyekosea ni fulani. Kwa cha msingi ni mfumo. Nirejee kuwaombea Mungu sana wenzetu wa Andalusia, na Mungu awabariki sana, na sote tutoe ushirikiano. Hakuna jambo litafanikiwa kama hakuna mpango wa mali. Kwa hiyo wenye mali washirikiana na Andalusia ili darasa lifanikiwe, na walimu nao tutoe ushirikiano kwa wenzetu wa Andalusia ili darasa lifanikiwe, na wataalamu washauri pia walete ushauri Andalusia ili jambo lifanikiwe, na wale wote ambao wanayo taaluma ya maelekezo pia washirikiane na wenzetu ili wapate hizo darasa.
Hata leo hivi kama tungeambiwa mapema, ilikuwa kila mtoa mada yake ameiandika, tungegawa. Unaondoka na ile mada nyumbani, unakwenda kuisoma, unampigia photocopy mwenzako, unamgaia. Lakini huu ni mwanzo mzuri. Tuwapongeze sana, jambo la kidini zuri kufanyika hapa. Katika nchi ambazo nimepata kutembea duniani, nilikuwa namwambia mwenzangu, nimeona hili holi limenikumbusha Uturuki. Sasa tuwapongeze wenzetu ambao wamefanya jambo jema kama hili. Huu ndio Uislamu. Sio ukiona kitu kibaya kichafu ndio cha Kiislamu, hapana. Uislamu uko juu na mambo yake pia yako juu. Kwa hiyo tunawapongeza Andalusia, asanteni sana, wassalamu alaykum. Hii ni Mtoro TV.